Wananchi inayoongea mbele yenu, nimepewa muda mfupi kuwasalimia na kutoa hali ya kiusalama katika mkoa wetu. Ninaitwa Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Jeshi la Polisi Agustino Senga, ni kamanda wa polisi mkoa wa Songwe. Akina mama na wananchi wote ambao mnatusikiliza katika mkoa wetu, niwahakikishie mpaka sasa mkoa wetu ni salama, tunakwenda vizuri na tunashukuru kwa ushirikiano wenu ambao umeendelea kutoa kwa jeshi la polisi. Jeshi la polisi bila ninyi si kitu, na akina mama kwa wingi wenu, mimi ni jeshi kubwa sana. Mkisema hapana kwa uhalifu inawezekana. Yaani nyinyi mkikataa uhalifu akina mama hautakuwepo. Ninyi mko wengi, mko mnaokaa na watu huko, mnalea watoto wetu, lakini mnatulea maafisa wenzenu, sio kweli? Kwa hiyo tusaidiane katika hii. Katika kata yetu pia Makambini na hii kata jirani ya Maporomoko kumekuwa na changamoto kidogo, na hii ni mashahidi. Makosa ya ukatili kwa wanawake na watoto yamekuwa juu. Ubakaji wa watoto wadogo miaka 10 kushuka chini, na tuna msitu wetu wa Danida hapa, tunafanya doria kila siku, lakini imekuwa ni shida. Watoto wanacheza, umemwacha nje, anachukuliwa leo kwenye biashara hapa, anachukuliwa na mtu anafanyia vitendo vya hovyo. Tumekuwa na hayo makosa, hebu tuyakatae. Wenzetu wa uhamiaji wana kampeni yao, wanasema mjue jirani yake. Sisi polisi tuna mradi katika polisi jamii, tunasema ulinzi jirani, kwamba kila mtu anatakiwa kuwa mlinzi, kila mtu anapaswa kumjua jirani yake, sio kwa nia njema, kwa nia nzuri, kwa sababu tuna wageni wanaokuja kwenye mitaa yetu, wengine ni wazuri lakini wengine ni wabaya. Tuwafahamu, na tukiwafahamu tutoe taarifa kwa viongozi, taarifa sahihi, ili tuweze kuwachunguza, na kama ni wahalifu waweze kuchukuliwa hatua. Haya makosa tukisimama sote inawezekana tukapambana nayo, lakini ni mbali, fikisha hata kwao utatufikia tu, na tutachukua hatua stahiki. Makosa ya ubakaji, hatua zimekuwa zikichukuliwa. Kwa mwezi uliopita, kwa mfano mwezi Juni ambao tumemaliza jana, kuna watu wamefungwa kwa makosa ya kubaka na kulawiti katika hiyo kata yetu ya jirani. Kuna mtu amefungwa miaka 23, waliwachukua vijana mabinti kama 5 wakawafanya kama mabubu, wanaombaomba, lakini jioni wanafanya vitendo vya hovyo. Tukalibaini hilo, hatua zikachukuliwa, wamefungwa miaka 23, mmoja alikuwa 2, mwingine akafungwa miaka 20 na kupigwa faini ya milioni 5 kila mmoja kuwalipa wale mabinti. Lakini yuko mwingine tena kwa kosa la kubaka amefungwa miaka 20 mwezi uliopita, miaka 20 na kutoa fidia ya milioni 2 kwa mtu aliyemfanyia vitendo hivi. Mjue jinsi gani makosa haya serikali haiyataki. Kwa hiyo tushirikiane. Ukikataa sote, tukaona hii ni tatizo letu sote, sio la polisi peke yao, basi makosa haya yatakuja kwa jamii yetu. Niwaombe ndugu zanguni, tushirikiane, tukatae vitendo vyote viovu kwenye mkoa wetu na kwenye mtaa wetu huu wa Makambini na mitaa jirani na mkoa wetu kwa ujumla. Nawashukuru sana, muda huu ni mchache, kikao ni cha mkuu wa mkoa, mimi nimepewa muda kidogo tu wa kusema hali ya usalama. Niwashukuru sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Asanteni na Mungu awabariki sana.